Na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Turejelee ile taarifa ya Ben Kirui kuhusiana na jinsi wanahabari wanavyopitia masaibu chungu nzima, hasa kuvamiwa na polisi wakati walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. Hii hapa ni simulizi ya Ben Kirui. Happy New Year 2025. The night. Happy New Year 2025. Tangu mwaka wa 2025 ulipoanza, ilikuwa wazi kuwa ungekuwa mwaka wenye shughuli nyingi. Kama kawaida nilikuwa nimejiandaa kwa chochote kile, lakini hakuna kilichoniandaa zaidi kwa niliyopatana nayo. Miezi ya Juni na Julai ilitawaliwa na maandamano. Gen Z wakifanya mambo yao na ukumbusho wa Sabasaba ukichachisha mambo zaidi. Ni maandamano yaliyosheheni vurugu na ghasia zilizochangia vijana wengi kupoteza maisha yao. Kufuatilia maandamano hayo haikuwa rahisi, hasa mazishi ya mwathiriwa mmoja wa maandamano. Tulisafiri kutoka Nairobi hadi Ndeia, kaunti ya Kiambu, kufuatilia mazishi ya Joseph Kagiri aliyepigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya Sabasaba, lakini tulipofika tulikumbana na mkanganyiko. Where are we going to? Hafla mbili za mazishi zilikuwa zinafanyika siku hiyo katika kijiji hicho hicho. Maelekezo yasiyo sahihi yalitupeleka kwenye boma tofauti na tuliyokusudia, juu mlimani. Tulikuwa karibu kuanza maandalizi ya kazi pale simu ilipopigwa tukiuliziwa tulikokuwa. Tulipotambua kuwa tulikuwa tumepotea boma, tuliharakisha kuteremka mlima hadi nyumbani kwa familia ya Kagiri. Tukafika pahali tukaona ndo ile nyumba penye tunafaa kwenda mazishi. Wewe sasa hiyo unakimbisha time, ulikuwa unataka kufanya live link. Na pressure pia ya family wanatuambia mmefika wapi. Lakini sisi hatujui tunaenda the wrong burial. Wacha ni bonge kidogo. Na Nimrod, tunavyoona hapa maafisa wa polisi wanazidi kuongezeka hapa na wapati nafasi yeyote ambaye anajaribu kukongamana hapa. Na pia kufuatilia maandamano yenyewe ilikuwa changamoto kubwa. Waandishi wa habari walilengwa na polisi ambao kwa sababu wanazozifahamu wenyewe walionekana kuazimia kuzuia upigaji picha, huku wakitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Kwa bahati nzuri nilinusurika pale kombora la gesi ya kutoa machozi lililolengwa moja kwa moja kwangu lilipasua kofia yangu ya kujikinga. Hapa ndipo hasa niliposimama maafisa wa polisi walipowakabili waandamanaji. Gari la polisi lilitoka upande huo na chini ya sekunde chache kofia yangu iliraruliwa. Nilinusurika bila majeraha mabaya, na licha ya hilo tuliendelea na matangazo ya moja kwa moja hadi alasiri. Haikuwa mara ya kwanza kuwa kwenye mstari wa mbele. Kuna hatari zake, na kwa muda wenzangu kwa mzaha walinipa jina manusura. Baada ya waandamanaji kuvamia bunge, wabunge walitafuta njia za kutoroka. Baadhi walitumia ambulensi. Tulifuata ambulensi moja kutoka kanisa la Holy Family Basilica likiwa limebeba raia waliojeruhiwa. Waandamanaji wakiamini kuwa magari ya wagonjwa yalikuwa yanawabeba wabunge waliyalenga. Muonyeshe mic. Ni wagonjwa! Watu wameshutiwa! Sisi pia tukawa walengwa. Licha ya kujitambulisha wazi kuwa sisi ni waandishi wa habari, mawe yalirushwa kutoka pande zote. Jiwe moja lilinigonga kichwani na kunijeruhi vibaya. Hofu ilituteka. Gari letu liliharibiwa sana. Kisha ikaja mwaka wa 2025 na kifo cha Raila Amolo Odinga.
Nilikuwa nimeanza likizo yangu tu nilipoitwa tena kazini na kupewa jukumu la kufuatilia mazishi ya kitaifa katika uwanja wa Kasarani. Waombolezaji waliondoka katika sehemu za kuketi na kuingia uwanjani. Hali ilibadilika haraka kuwa ya vurugu. Vuta ni kuvuta za polisi na halaiki ya raia zikaanza. Mara vitoa machozi kila mahali. Nilijikuta katikati ya ghasia hizo. Teknolojia ya kisasa ya kupeperusha picha moja kwa moja kwa njia ya simu iliniokoa katika hali hiyo, na nikaweza kuendelea kuhabarisha taifa moja kwa moja kupitia simu yangu hadi pale polisi waliponikabili kwa hasira na kunishambulia, na hata wakanipokonya simu. Walinishinikiza nifute picha zangu, lakini picha tayari zilikuwa zishakwenda hewani. Haziko kwenye simu waliokuwa wakikagua. Na masaibu hayo ndiyo yaliyonogesha kazi yangu zaidi mwaka wa 2025, na kutakia sikukuu njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Majaliwa tukutane 2026. Tuko hii town. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.